Tunakaa hapa na Mwalimu Jeff Masawe tukifanya kipindi kuhusiana na Wasabato. Hapa katikati kumeibuka maneno mengi sana kwamba nyinyi ni Wasabato ambao ni waasi. Sasa mkitajwa wewe, Jeff Masawe, Mwalimu Ndacha, Onyango, akina Ndeme, kwamba wana matengenezo, ni waasi wa imani ya Wasabato ile SDAGC. Kwamba nyinyi mmeasi imani. Kwa hiyo leo nikasema tuongelee na kubwa ambalo mnatajwa kwamba mmeasi kwa kuwa mnakataa Utatu Mtakatifu, na ndilo hasa fundisho au imani ya Wakristo. Nafikiri Ukristo, Wakristo wengi Ukristo wao unajengwa hapa kwenye Utatu Mtakatifu, lakini nyinyi mmeonekana mmekataa, na hilo linatajwa kwamba nyinyi mmeasi misingi, kwa sababu anasema hata mmoja ya waasisi wa kanisa au tuseme wazee wa kanisa, Ellen White, aliamini kuhusiana na Utatu anapomtaja Roho Mtakatifu kuwa ni nafsi ya tatu ya uungu. Kuna nukuu hapa naweza nikaisoma kabisa kabla tujaanza. Inasema Roho Mtakatifu alikuwa zawadi kuu kuliko zote ambayo yeye Kristo angeweza kuomba kutoka kwa Baba yake kwa ajili ya kuinuliwa kwa watu wake. Ndio. Roho alipaswa kutolewa kama wakala wa kuzalisha upya, kufanya upya, na bila jambo hili dhabihu ya Kristo isingekuwa na manufaa yoyote. Nguvu ya uovu ilikuwa ikiongezeka kwa karne nyingi, na utii wa wanadamu chini ya utekwa huu wa kishetani ulikuwa wa kushangaza. Dhambi ingeweza kupingwa na kushindwa tu kupitia wakara mwenye nguvu wa nafsi ya tatu ya uungu, third person of the Godhead, ambaye angekuja si kwa nguvu iliyopunguzwa bali katika utimilifu wa nguvu wa kimungu. Ni Roho ndiye anayefanya kile kilichofanywa na mkombozi wa ulimwengu huu kuwa na matokeo madhubuti. Ili hapa amelitumia vilevile Mwankemwa akisisitiza kwamba Ellen White aliamini kwamba Roho ni nafsi ya tatu ya uungu. Kwa hiyo kama aliamini ni nafsi ya tatu ya uungu, maana yake kuna nafsi zingine mbili zinazokamilisha Utatu Mtakatifu. Kwa kuwa nyinyi sasa mpo katika imani ya kupinga Utatu Mtakatifu, maana yake mnapinga imani. Sasa nitamani nijue kwamba wale waasisi waliamini katika misingi ipi? Waliamini nini kuhusiana na Utatu Mtakatifu? Ellen White aliamini Utatu Mtakatifu. Je, nani sasa naasi? Ni nyinyi ndio wana matengenezo waasi, au wale Wasabato wenyewe ambao ndio wanaongoza GCSDA ndio ambao wanaasi imani ambayo iliasisiwa tangu mwanzo? Karibu sana mwalimu, wasalimia watazamaji, twende kwenye kipindi. Shalom, shalom watazamaji wetu. Mungu wabariki sana na niwakaribishe katika mantiki ya mafundisho mazuri sana. Kwa hiyo nafikiri simulizi utawawakilisha kwa maswali ambayo utakuwa nayo. Sawa. Swali lako ni zito, ndio, lakini lina majibu rahisi na mepesi kabisa ambayo inaeleweka. Sawa. Kwanza umesema kwamba sisi ni waasi. Waasi, ndio. Kwa mjibu inavyosemwa. Ndio. Ni kweli, tunakubaliana na maneno. Sababu hata Yesu aliitwa muasi. Aliitwa mjanja. Tuko pamoja mpaka hapa Ndio. Lakini kwa ukisoma maandiko waasi wanajulikana. Sasa ili kipimo cha uasi si kipimo cha mdomo wa mtu. Sawa. Kipimo cha uasi kinapimwa kupitia mafundisho. Kwa hiyo kama mimi nitakuwa nimetoka nje ya Biblia ama nje ya mafundisho ya kweli, niko na haki ya kuitwa muasi. Nakubaliana na hicho kabisa. Kama itatokea mtu atakuwa amenipima kwa hoja, nitakubali defeat kabisa. Lakini pia naona tuta waasi nao wakubaliane na hili jambo kwa upande wa pili. Kama maandiko yakiwazidia, basi nao hilo jina la waasi pia linaweza likawa juu yao. Ingawa sisi pia hatuna ugomvi nao sana kuwaelemea, ila wao ndio wanapenda kutuelemea. Juzi nimeona kuna pasta mmoja huko amenihubiri toka asubuhi mpaka jioni. Masawe ni muasi, Masawe nini? Amenihubiri tu mpaka waumini wakashangaa, hubiri imekuwa Masawe. Lakini katika kunihubiri hivyo akajikuta mpaka wale ambao anawaambia wamenitafuta kunisikiliza. Na miongoni mwao wameamini upande wangu. Kabidi wakatafuta huyu Masawe ni nani? Basi wameenda sasa naanza kuwabembeleza kwamba rudini, ni kweli kanisa liko limeasi, lakini tutengenezee ndani. Na muhifadhi kwa jina huyo mchungaji. Sasa wao wasikae kando kupiga kelele. Na Mwankema wasimtoe katika mbuzi akafara kumtumia vinukuu ambayo yeye mwenyewe hana hoja ya kuvijibu. Juzi amefanya Daro na Ndacha kwa siku 7. Wewe uko ukiwasimamia. Nafikiri dunia imeona. Dunia imefanyaje? Imeona. Asikuropoke, anatakiwa study. Na sasa hivi kicho baki nacho, tumesoma. Nyinyi hamjui theolojia. Hiyo ndo kelele ambao wako nazo. Na leo nafikiri nitazungumzia hilo swala independent kabisa ya mada hii.
maana ya kusoma ni nini. Sawa. Hiyo theolojia yao imetoka wapi, pamoja na Mkristo anatakiwa asome nini. Sawa. Hii theolojia imewapotosha watu wengi. Baada leo angalia, wanasoma vyuo, lakini hao wanaosoma vyuo wanapitisha ushoga. Uongo kweli? Kuna baadhi ya watu tumeona wakifanya. Si baadhi ya watu. Okay. Kwa mfano Papa Francis marehemu hayati ndiyo alisema kwamba tuwabariki nini, mapenzi wa jinsia moja. Si alisema mwenyewe? Wakija kanisani kwa ajili ya baraka wabarikiwe. Sasa hiyo kwenye Biblia utaikuta? Hapana. Huo ndio ukweli. Tusiongee tu mambo ya kubatisha batisha sababu ya dini na madhehebu tunayoyapenda. Ndiyo. Juzi huko kiongozi wa Ujerumani, kiongozi wa Sabato amejitangaza kuwa ni shoga. Okay. Sawa? Kanisa la Lutheran huko, sababu kidogo unajua na ile federation. Ndiyo. Sasa ile kanisa la Marekani la Lutheran ndiyo limepitisha nini? Ushoga. Okay. Na Waanglikana wanabariki wapenzi wa jinsia moja. Hivi? Ndio, makanisa mengi Ulaya yamekuwa corrupt. Okay. Na kama askofu juzi alikuwa anaongea na Trump mwaka jana nafikiri. Mwaka jana askofu wa Waanglikana mwanamke, na anaunga mkono wapenzi wa jinsia moja. Anamuomba Trump asiwaingilie hawa watu. Okay. Hao ndio Wakristo na wana utatu. Sisemi wana utatu wote ni mashoga. Okay. Ama wanapitisha ushoga. Ndiyo. Kuna watatu wazuri kabisa, wanampenda nani? Mungu kabisa kwa moyo wa kicho. Hata mimi zamani nilikuwa huko. Sawa. Lakini ninapokuwa uko uliponijia nikaelewa. Tuko pamoja mpaka hapa Sawa. Sasa mtu kuwa na elimu ya theology ndiyo si kigezo kwamba anajua kila kitu. Okay. Sasa hiyo niache katika question mark, nitairejea. Sawa. Nije katika hoja yako ambayo umeuliza swali. Ndiyo. Umeanza kwamba mbona Ellen White alisema kuna nafsi ya tatu ya uungu. Ndiyo. Sasa hapa hapo ndiyo kuna nukuu hapa nimekutumia nyingine ndiyo ya kumalizia. Sawa. Hiyo nukuu maana inawaga watu waimalizi hiyo nukuu. Sawa. Sasa katika nukuu hii ni chochote hicho kipengele ambacho umekionyesha hapo. Ndiyo. Kwamba dhambi singeweza kupingwa na kushindwa tu kupitia wakala mwenye nguvu wa nafsi ya tatu ya uungu. Said person of the Godhead. Sawa. Ambaye angekuja si kwa nguvu inayopunguzwa bali katika utimilifu wa nguvu za kimungu. Ndiyo. Sasa Ellen White sasa ni mtetee. Ndiyo. Nitampima pia na Biblia. Sawa. Hapa Ellen White afundishi utatu. Sawa. Na katika fundisho ambalo Ellen White alikuwa anapinga ni fundisho la utatu. Okay. Sababu watu utatu wanafikiri kwamba ni kusema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Never. Utatu ni kusema kuna Mungu mmoja. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Ingawa na si watatu, ni Mungu huyu mmoja. Hebu tuweke tu bayana. Sababu si nikaongea maneno yangu nikuonekana mimi ni mtu wa ajabu. Katika hii ni mwongozo wa Sabato. Ndiyo. Mwongozo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Ukurasa wa 180, imani za msingi za Waadventista wa Sabato, imani ya pili, utatu. Okay. Kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Umoja wa nafsi tatu za nini? Za milele. Kwa hiyo kwa mujibu wa Sabato ukisema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa Ellen White anatoa challenge kwa msabato yoyote. Ndiyo. Awe mchungaji, awe msomi wa kisabato, haje na andiko kwenye vitabu vya Ellen White. Ndiyo. Haba kama umechakachua, maana kusema kuna kingine kinaitwa Desire of Ages, tumeweza zote umechakachua. Ili andiko imo hapa. Ndiyo. Ndiko nafsi ya tatu ya nini? Ya uungu. Hichi kitabu chao kimechapishwa na hii hapa panaitwa Ufunuo. Ndiyo. Kimeandika nafsi ya tatu ya Mungu. Okay. Wameshindwa kwa hoja, sasa wanaamua kuhariri vitabu vyake. Ingawa nimetoka tabiri kwamba watakuja watu watahariri vitabu vyake. Okay. Lakini ule wa ukweli utashikiliwa. Sisi tuna matini za zamani, huwezi kubadilisha yote. Pamoja. Sasa hii imeandikwa nafsi ya tatu ya uungu, si nafsi ya tatu ya Mungu. Okay. Hayo ni mambo tofauti. Hii inafundisha nafsi tatu za Mungu. Angalia, Baba, Mungu Baba wa milele. Ndiyo. Mwana, Mungu Mwana wa milele. Msingi wa 4 huo. Ndiyo. Msingi wa 5, Roho Mtakatifu, Mungu Roho wa milele. Hapa Ellen White hajaandika Mungu Roho ama nafsi ya tatu ya Mungu. Okay. Kwa hichi kitabu kinaendana na ile katekisimu. Naomba hicho kitabu hapo cha Katoliki hichi ambacho katekisimu ya kanisa Katoliki ufupisho makini. Ukurasa wa 35 inasema hivi. 35 inasema kipengele cha 8,
Kanisa linaonyesha imani yake katika utatu kwa kuungama Mungu mmoja katika nafsi ngapi? Tatu. Wote wanapatana. Sawa. Lakini hawa katika kitabu hiki cha katekisimu hicho kidogo, ukurasa wa 16 wanasema lakini Mungu mmoja tu, katika imani ya Kikristo fumbo kuu kwa yote ni fumbo la utatu mtakatifu. Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Lakini kuna Mungu mmoja tu na wala sio watatu. Ni fumbo ambalo sisi hatulielewi kabisa. Hii ndio imani za Katoliki na Waadventista Sabato kuhusu fundisho la nini? La utatu. Sasa simulizi. Ndio. Hapa Ellen White hajaandika maneno kama haya. Sawa. Na hakuna eneo lolote Ellen White kamuita Yesu Mungu Mwana. Okay. Hakuna eneo lolote anamuita Roho Mtakatifu ni Mungu Roho Mtakatifu. Anamuita Roho wa Mungu. Sawa? Okay. Au Roho ya Mungu. Sasa tuje katika jibu la swali lako. Ndio. Isogeze hivi kidogo. Nisogee huko kidogo. Shukrani. Sasa ndio. Sawa. Sasa hapa ndio. Kuna hoja sasa nataka niijibu sasa. Sawa. Ni nafsi ya tatu ya uungu. Ndio. Mimi nakubaliana nayo kabisa. Okay. Kwa namna gani? Okay. Naomba nisome Biblia. Sawa. Chukua ile kitabu hiyo. Okay. Sasa nafsi ya tatu ya uungu. Uungu. Kwanza neno Godhead. Godhead linatumika vibaya, wanasema ni nini? Ni nafsi tatu. Ndio. Maana ya Godhead ni uungu, deity. Okay. Ukisema deity ama Godhead umeongea kitu hichi kimoja. Haizungumzia habari ya nafsi tatu. Okay. Sasa paka hapo ni hali ile ya kuwa na uungu. Ni kama vile ubinadamu. Okay. Uungu. Mungu ni mwenye uungu. Sasa nisomea hilo andiko. Sawa. 1:20 kitabu kile cha Warumi. Warumi 1:20. Usipoangalia mzee, kuna upotoshaji mkubwa sana. Sawa. Warumi 1:20 anasema hivi. Kwa sababu mambo yake yasionekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kwa ina maana kuna Mungu ambaye kazi zake zinafahamika kupitia uumbaji. Ndio. Na watu wameona uweza wake wa milele na uungu wake. Uungu wake. Sasa tukisema uungu ina maana ya utatu. Ina maana kuna Mungu mwenye utatu wake, si ndio maana yake? Sawa. Inakuja hiyo? Hapana. Ina maana hiyo umebomoa fundisho la utatu. Sawa. Na kwenye utatu kusema Mungu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ina maana kuna Mungu mwenye uungu wake. Kwa hiyo ni Mungu mmoja wa pekee mwenye uungu. Sasa huu uungu amemwekea Yesu. Sawa. Tuko pamoja hapo Ndio. Hebu nipe Wakolosai 1:19. Wakolosai 1:16. 19. Wakolosai 1:19. Wakolosai 1:19. Umefika? Ndio kwa haraka, wakati nakufundilia fungu lingine hapa. Ndio kwa haraka. Wakolosai 1:19 inasemaje? Unasema hivi, kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Ndio, katika Kristo. So hebu tuanze ile mstari wa 18. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Kwa katika yeye, yani Kristo, ndio ilipendeza utimilifu wote ufanyeje? Ukae. Sawa? Ndio. Twende 2:9. Sasa nisomee kwenye English, inaongea vizuri. 2:9 hapa Kolosai. Kolosai. Sawa, mstari wa 9 anasema For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Asante. Kwa hiyo katika yeye umejaa utimilifu wote wa nini? Wa uungu katika mwili. Okay. Sasa kama Yesu, kama uungu ina maana ya utatu, na maana ndani ya Yesu umejaa utatu wote. Ina maana yuko Baba, yuko Mwana, yuko Roho Mtakatifu. Afu yeye ndio Yesu, huyo ndio Bwana. Inakuwa ni vituko. Kwa hiyo uungu maana yake ni asili. Okay. Na hii asili nasi tunaipokea, tumepewa. Okay. Sasa ina maana uungu ambao unakaa kwa Yesu ni uungu wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu mwenye Baba. Sawa. Mwenye uungu wake. Ndio. Ameuweka kwa Kristo. Ilimpendeza Baba utimilifu wote ufanyeje? Ukae. Sasa ukisoma hapa kwenye Kiswahili imetumia neno kwenye 1:19 inasema kwamba ilipendeza. Ndio. Nasikia kwenye English inavyoongea vizuri hapa. Hebu soma 19 hapa. Ilimpendeza nani? 19. Wakolosai 1:19. Kwa English hapo. Anasema
For it pleased the Father that in him should all fullness dwell. Mwana point hiyo. Kwa ilimpendeza nani? Baba. Kwamba kwake Yesu utimilifu wote ufanyeje? Ukae. Kwa Baba aliweka uungu wake kwa nani? Kwa mwanawe. Sawa paka hapo? Sawa. Na kupitia mwana nasi tumepata uungu. Sawa. Hebu nipe Petro wa kwanza 1 sura ya kwanza mstari wa 3 na 4. Petro wa kwanza. Ngoja nikufundishe kwa English hapo wakati huo. Mstari wa kwanza. Petro wa kwanza. Ndiyo. Sura ya kwanza ya Petro wa kwanza mstari wa 3 na 4. Mstari wa 3 anasema ahimidiwe Mungu. Twende Petro wa pili. Twende mstari wa 3 na 4. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Mpate kuwa washirika wa tabia nini? Ya uungu. Sasa soma kwenye English pale. Sawa, anasema mstari wa 3, according as his divine power. According to the divine power. Huyu ni Mungu Baba. According to divine power. Yaani nguvu za uungu. Hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. Endelea mstari wa 4. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Asante. Kwa hiyo tumekuwa washirika wa asili ya nini? Ya uungu. Hapa mtume na tabia. Nataka hii ya English imekaa vizuri. Tumekuwa partaker of divine nature. Kwa maana uungu ni nini? Divine nature. Tuko pamoja hapo? Sawa. Kwa maana divine nature ni ya Baba mwenyewe. Sawa. Ndio vile human nature ni ya nani? Ni ya mwanadamu. Kwa divine nature ni ya Mungu Baba, ya Mungu mwenyewe. Kwa Yesu aliwekewa divine nature na Mungu Baba ndani yake. Sasa tuje kwa Ellen White. Sawa. Nasema kwamba sisi pia tumekuwa warisi wa tabia wa divine nature. Sawa. Tunakuwa miungu sio kwa maana ya kama vile Yesu. Ndio. Maana ukisema ile 10 na mstari wa 34 35 nasema ndinyi miungu ambao wamechukua na lile neno. Sawa? Sawa. Kisa Yesu yeye amekuwa na fullness of divine nature. Ni the son of living God. Ana uungu kamili. Sasa Roho Mtakatifu anapokuja, sawa? Ndio. Si ni roho ya Mungu? Ndio. Anasema kwamba nafsi ya tatu ya nini? Ya uungu. Anakuwa nafsi ya tatu sababu gani? Kuna Mungu Baba na kuna mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo yeye anakuwa medium. Okay. Sawa? Kwa anapokuja analeta yeye ndio uungu wenyewe. Kutoka kwa Baba kwa njia ya mwana kuja kwetu. Maana inaitwa nafsi ya tatu ya nini? Ya uungu. Tuko patoka hapa Sawa. Sasa na ule uungu ni wa Father. Na huyo Roho Mtakatifu ni roho ya nani? Ya Mungu mwenyewe. Kwa roho wa Mungu anapokuja analeta uungu wa Baba. Okay. Ambao ndio uko ndani ya mwana. Kwa tuna receive the Godhead. Sawa? Tunakuwa warisi wa Godhead kwa kumwamini Kristo, kwa kumpokea Roho Mtakatifu. Sawa. Sasa nipe andiko hili kwanza wakati huo. Kitabu kile cha kinaitwa Isaya 42 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza anasema, ndio, tazama mtumishi wangu nimtegemezaye, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Hata lia wala hata paza sauti yake. Asante kwamba na maana Mungu ana mtumishi wake ambaye ni Kristo. Ndio. Ambaye ametia roho yake juu yake. Kuna andiko fulani nimelisahau unasema kwamba Yesu alijazwa roho wa Mungu pasipo kipimo. Sawa. Ipo katika Yohana Mtakatifu, mtu anaweza katafuta pale. Ina maana Yesu anapokuwa amejazwa roho Mtakatifu ndani yake, ina maana divine nature inakuwa imetapakaa ndani yake. Okay. Kuna siku tunapopata Roho Mtakatifu tunakuwa tumempata Mungu kwa njia nini? Ya Roho na mwanawe. Sasa kwa Roho anapoleta Baba na Mwana ndani yetu, inahesabika kuwa hiyo ni nafsi ya tatu ya nini? Ya uungu. Kwa mfano unasema Kiswahili. Ndio. Unaongea kwa nafsi ya tatu umoja. Ndio. Jui nafsi ya kwanza sio wingi. Ndio. Sawa? Lakini mtu ni mmoja. Kwa hiyo maana Roho Mtakatifu ni the spirit of the Father. Ni uungu wa Baba mwenyewe. Ambaye ameweka mwanawe
na mwanaye anatupa huo uungu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu. Sasa soma hiyo nukuu tuimalizie, mbona tunataka kuimalizia hapo hapo. Sawa sawa. Isome. Nimekutumia hapo kwenye nani yako, isome vizuri. Okay. Sawa, anasema kupitia Roho moyo unafanywa kuwa safi. Kupitia Roho mwamini anakuwa mshirika wa tabia ya kimungu. Ndio. Kristo ametoa Roho wake kama nguvu ya kimungu ya kushinda mielekeo yote ya uovu. Ile ya kurithi na ile ya kujifunza. Na chapa ya tabia yeye mwenyewe juu ya kanisa lake. Kwa Kristo ametoa Roho yake kama nguvu ya nini? Ya kiungu. Katika ile nukuu ya kwanza imesema, nimekutumia pia English hapo. Ndio. Inasema kwamba tumepewa nafsi ya tatu ya nini? Ya uungu, kushinda dhambi. Ndio. Hapo chini inasema kwamba Kristo ametupa nini? Roho wake kama nguvu ya kimungu. Na Roho Mtakatifu alikuja kwa nguvu ya kimungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nguvu ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu mwenyewe. Ambapo Kristo ametupa. Sema nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine. 14:26 Yohana Mtakatifu. Sababu isome kwa English usikie vizuri. By the Spirit that heart is made pure. Through the Spirit the believer becomes a partaker of the divine nature. Christ has given his Spirit as a divine power to overcome all hereditary and cultivated tendencies to evil. Akisema his Spirit ina maana gani? Roho wake. Hata roho yake. Roho yake, sawa. Si ndio Ndio. His Spirit. Ndio issue ya wa na ya imekuja kutuharibia sana. Sawa sawa. Kwa mfano hebu nipe Isaya 61, sikia vizuri hapo. Isaya 61 ngapi? Mstari wa kwanza. Sikia nikuonyeshe vizuri. Hii neno ya wa inaleta shida sababu alikuwa anatafasiri unaingiza neno sababu ana mawazo utatu. Roho ya Mungu, Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Ile andiko Yesu alinukuu. Hebu soma katika ile Luka 4 mstari wa 18. Luka 4 mstari wa 18. Uone hapa. Huku umeshikilia ile nyingine. Sawa, Luka 4 mstari wa 18. Anasema hivi mstari wa 18. Roho wa Bwana yu juu yangu. Okay. Kule. Okay. Sawa sawa. 61 hapa anasema Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Mwanapantio. Kule Roho wa Bwana. Huko roho ya nani? Ya Bwana. Kwa hiyo maana mtafasiri wa Agano Jipya katika Univision yeye sababu ana mawazo anataka atengeneze Mungu roho. Okay. Kwa ni Roho ya Bwana i juu yangu. Mimi kusoma Isaya 42 tumesoma? Ndio. Hebu turudie kuisoma. Mungu anaitia roho yake kwa Kristo. Okay. Tazama mtumishi wangu nimtegemezaye, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake. Asante, nimetia roho yangu juu yake. Kwa maana Roho Mtakatifu ni roho ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Kwa Mungu amempa Kristo na Kristo anatupa sisi. Kwa inakuwa nafsi ya toto ya nini? Ya uungu. Inaleta Baba na Mwana ndani yetu. Okay. Sawa paka hapo Sawa. Sasa katika hii nukuu kwamba Christ has given his Spirit as a divine power. Okay. Kwa anatupa roho yake kama nguvu ya nini? Ya kiungu. Sawa sawa. Kwa sababu si Mungu, si kwamba anatupa Mungu mwingine watatu, ni roho yake mwenyewe ambayo ni roho ya Baba pia. Maana roho wa Kristo ni roho wa Mungu. Hebu nisomee 8:9 Warumi. Warumi 8:9. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Kuna roho wa Mungu ni roho wa nani? Wa Kristo. Sababu Baba alimpa nani? Kristo. Okay. Kristo anatupa sisi. Hiyo ndo divine nature. Okay. Sawa Ndio. Sasa kumbe hiyo ndo point ambayo iko hapo. Sasa tumuulize Ellen White huyo. Ndio. Kristo anapotupa hiyo roho yake, anatuwekea nini? Kwanza hiyo nukuu ni Desire of Ages kwenye English. Ndio. Ukurasa wa 671. Okay. Sawa? Ndio. Ukurasa wa 671. Utaipata hiyo hapo. Sasa tujue katika nukuu nyingine hapa. Ndio. Na kutumia usome mwenyewe. Sawa. Na kutumia usome mwenyewe. Sawa, anasema the Holy Spirit is a breath of spiritual life in the soul. The infriction of the Spirit is the infriction of the life of Christ. It imbues the receiver with the attributes of Christ. The Desire of Ages, page 805. Isome kwa Kiswahili pia nimekutumia hapo. Roho Mtakatifu ni pumzi ya uzima wa kiroho katika nafsi. Ukabidhiwaji au ugawaji wa roho ni ukabidhiwaji wa uzima wa Kristo. Inamjaza mpokeaji sifa na tabia za Kristo.
Kwa ina maana Roho Mtakatifu ni maisha ya nani? Ni uhai wa nani? Wa Kristo mwenyewe. Sawa sawa. Ni uzima ambao ametoka kwa Mungu ametupa sisi. Kwa ina maana tunapokuwa tunapata uzima wa Kristo, maisha ya Kristo, nguvu za Kristo ndani yetu, tunashinda dhambi. Okay. Kwa huwezi kushinda dhambi pasipo Roho wa nani? Wa Kristo. Okay. Sasa mpaka hapa Ndio. Sasa hiyo ndo pointi ambayo iko hapo. Hebu nisomee ile andiko 20 Yohana mstari wa 22. Aliwapulizia Roho. Hiyo ndo nukuu iko pale. Aliwapulizia Roho yake. Si Mungu mwingine. Naye akisha kusema hayo akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Sasa ndio. Wewe umesoma ngapi? 20:22. 20:22, sawa? Ndio. Sasa soma kwenye English hapa. Yametumiaje hapa? Ni King James Version. 22 anasema, and when he had said this, he breathed on them and saith unto them, receive ye the Holy Ghost. Amesema kwa Kiingereza ametumia neno kupuliza. Ndio. Akapuli. Kuna maana hiyo nukuu ndo inaitwa na nukuu pale. Kwa hiyo aliwapa uhai wake, nguvu zake za kiungu. Okay. Ili waweze kushinda dhambi. Na swali lingine paka hapo? Hapana. Kwa hiyo nukuu zinajijibu zenyewe. Kwa hiyo Ellen White hajafundisha kwamba Mungu alitupa Mungu mwingine. Okay. Bali alitupa Roho yake. Hebu nikupe nukuu moja hapa uisome hapa. Sawa sawa. Nyingine usikie kwamba Yesu akiwa mbinguni anatuhudumu vipi sisi duniani. Sawa sawa. While Jesus ministers in the sanctuary above, he is still by his spirit the minister of the church on earth. Tafasiri. Wakati Yesu anahudumia katika hekalu la mbinguni. Katika hekalu la mbinguni. Bado Roho yake inahudumia kanisa katika ardhi, katika dunia. Hujaweka vizuri. Yeye mwenyewe, he is still by spirit. Okay. Yeye mwenyewe kwa njia ya Roho yake akihudumia kanisa. Okay. Tuko pale hapo? Ndio. Kwa maana ni Kristo kwa njia gani? Ya Roho wake. Si kwamba ni Mungu mwingine, Mungu Roho ambaye anahudumia kanisa. Sawa sawa. Hiyo ndio nukuu zinavyosomwa. Sawa sawa. Sasa swali lako nimelijibu, si lijibu? Hapo umelijibu kwenye upande wa Ellen White, aliamini utatu au hakuamini utatu, kwenye ile kusema nafsi ya tatu ya uungu. Ndio. Kwa hapo sawa. Sasa kwa maana yeye hakuwa na maana hiyo. Watu wanamwekelea maneno. Sawa sawa. Sasa yeye alimfunuaje Mungu? Sasa nataka somo la leo lijibu maswali haya. Sawa.